jina la Yesu. Tunawasalimu tena jioni ya leo na kuwatakia neema ya Yesu na amani ya Mungu ikae na ninyi nyote. Sifa kwa Mungu ambaye ametusaidia kusherehekea tena Pasaka ya mwaka huu wa 2025. Jina lake libarikiwe. Tuko tunazungumza somo letu juu ya uwezo uliomo katika ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini cha muhimu tunagusia sana namna gani ule uwezo unafanya kazi katika maisha yetu. Mungu awabariki. Hatuwezi kuzungumzia, jana tumefanya ingilio ya somo letu na hiyo imetusaidia kuzungumza zaidi, kuona maana ya Pasaka na thamani yake kwa maisha yetu. Na kwa vile tutagusia juu ya uwezo ya ufufuo wa Yesu Kristo katika maisha yetu, hatuwezi zungumza juu ya kufufuka na tukugusia juu ya kufa. Ndio maana hizi siku tugusie kwanza habari za kifo ili zipeleke juu ya ufufuo. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha nabii Isaya sura 53. Tutaanza mstari wake wa ngapi? Wa 7. Mstari wa 7 tunaweza kufika mstari wa 12. Tunasoma katika jina la Yesu. Alionewa lakini alinyenyekea, wala akufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakaye sisumulia kabisa? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wake. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na ila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki, atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwanga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Ni neno la Mungu lishangilie. Nianzie pale kwenye nilimalizia jana. Nimewaambia kwamba kisha maelezo yale yote ambayo nimewapea, Pasaka inaweza kumaanisha mambo yafuatayo. Ya kwanza ni kurudia, ya pili ni kutambukia, ya tatu ni kuhifadhi. Kifransa hiyo inasema Pâques inamaanisha outrepasser, passer au-dessus.
en d'autres termes épargne. Kwa agano la kale kama kwa agano jipya, hiyo maana yote ni sawa sawa. Kwa agano la kale, taifa la Israeli, Pasaka imewapa neema ya yule malaika aliyepita kwa kuharibu, aliwarukia, aliwatambukia. Hiyo damu ambayo ilisomeka kwenye miimo ya nyumba zao iliwahifadhi, yani wakahifadhiwa na kuepushwa na uwaji na uangamivu wa msaliwa wa kwanza wao. Wakakuwa epargne, wakakuwa utrepase. Sisi tulipookoka, mbingu zilipomwachilia mwana kondoo Yesu Kristo Pasaka wetu, sisi ambao zamani tulikuwa si taifa, ambao tulikuwa hatuna rehema, lakini kwa neema ya Mungu tumerehemiwa, na zile rehema zimetuhifadhi. Haleluya! Ghadhabu ya Mungu itakapokuja kwa kuharibu dunia, tutakuwa utrepasi. Ile ghadhabu itapita odesi. Na Yesu anasema katika Injili ya Yohana, kwa maana hakuna tena hukumu ya adhabu kwa wale wote ambao waliomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi. Maana hiyo hukumu inasoma damu ya Yesu Kristo, damu ya ukombozi juu ya nyuso zetu. Kama vile wenzetu walihamishwa, sababu Pasaka ina maana ya kuhamishwa kutoka mahala kuingizwa mahala pengine. Wenzetu wakaondoshwa katika utumwa wa Misri, wakapewa neema ya kuwekwa katika nchi ya Kanaani ya maziwa na asali. Vivyo hivyo sisi kwa njia ya Pasaka, baada ya kukombolewa kwa Misri, kwa wana wa Israeli toka Misri, wamehamishwa. Vivyo hivyo sisi tunapokombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi, tunahamishwa kutoka dunia ya dhambi, tutapelekwa katika nchi yetu ya ahadi ya mbinguni. Na wale waliokombolewa ndio watahamishwa na kupelekwa huko, na watahamishwa kabla ghadhabu ya Mungu iwake. Haleluya! Tutakuwa epargne na hiyo hasira ya Mungu. Sisi tutakuwa katika mbingu yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ninataka leo niwaambie kwamba hatuwezi kuzungumza. Tunaenda 0.1. Ulipotea? Ona vile nilikuwa nasema kwa nayo leo kuweka. Tunaenda 0.2. Sasa tulikuwa kwa 0.1. Hapo ndio tuende. 0.2. Haya. Nimewaambia haiwezekani tuzungumuze juu ya uwezo ya ufufuo wa Yesu na hatuoni uwezo uliomo katika kufa kwake. Hatuwezi sema Yesu aliyefufuka na hatuzungumuzi juu ya Yesu aliyekufa, sababu kinachotangulia kufufuka ni kifo kwanza. Mungu atusaidie. Hapa nimesoma katika kitabu cha nabii Isaya, ambako kifo chake kinatabiriwa hapa, lakini haitabiriwi kifo tu, na inatabiriwa kufa kwake na kufufuka, lakini na kupaa kwake na kutukuzwa kwake. Tutafika hapa. Hapa ninataka nizungumze pamoja na ninyi, niwaambie kulingana na utafiti wa kibiblia, maisha ya Yesu Kristo imegawanyika kwa sehemu 4 kubwa, na sehemu hizi 4 kubwa ndizo zilizo msingi wa injili hii niko nawahubiria, ndizo zinazonipatia nguvu kuwahubiri. Na sehemu ya kwanza ya maisha ya Yesu Kristo ni kufa. Haiko maisha, ni kufa. Maisha ya Yesu tungali tutapafika kwa maendeleo, haikutuletea cha ziada hapa duniani. Anotuletea Kristo angeingia hii dunia na naishi tu bila ya kufa, hatungeokoka. Kama Kristo
Yesu angeishi tu mpaka hii tarehe tuko nayo leo, tokea pale alitoka mbinguni mpaka leo awe hai, kama tungali wahukumiwa mbele za Mungu, kama tungali washitakiwa mbele za Mungu, kama ghadhabu ya Mungu ingali juu yetu. Kinachomaanisha zaidi kwetu sio ile miaka 33 yenye Yesu aliishi duniani. Ile miaka 33 ya maisha ya Yesu duniani haituzalii chochote. Hii siku aliyokufa Yesu ndiyo siku ya pekee kwa maisha yetu kuliko ile 33 saa yote alifanya, akihubiri, akifundisha, akiponya, akifufua, akifanya hiki na kile, akifanya miujiza. Na kifo cha Yesu Kristo ndiyo hatua ya kwanza ya maisha yake. Hatua ya pili ya maisha ya Yesu Kristo ni kufufuka kwake. Inamaanisha Kristo angekufaka tu na bakie mkaburi, hatungepata wokovu. Unasikia kisiku naenda, angeishi bila kufa, hatungeokoka. Angekufa bila kufufuka, hatungeokoka. Mko mnaelewa ninachokizungumzia? Wokovu yetu ili ikamilike, Kristo akapitia hatua 4 kubwa za maisha yake. Hizi hatua 4 za maisha ya Yesu ndizo zinafanya injili inayowahubiria iwe kamili, injili inayowahubiria iwe na nguvu, wokovu yetu iwe na uwezo na iwe na mamlaka, imani yetu iwe na msingi bila kuyumbayumba. 1, kufa kwake; 2, kufufuka kwake. Kristo angewezaka kuishi, lakini nyuma ya kuishi na nyuma ya kufa afufuke na abakie tena hii dunia, angekuwa mwanadamu wa kawaida sawa na wengine. Lakini hatua ya 3 iliendelea kuongeza sehemu juu ya maisha yetu ya imani ambayo tulio nayo hata sasa. Bwana Yesu awabariki. Hii ndio inatupeleka kwa hatua ya 3, nayo ni gani? Ni kupaa kwake. Kufa, kufufuka, kupaa kwake. Sababu ile kupaa ya Yesu ni pour accomplissement ya salut, ni fallait ajouter wokovu yetu. Haleluya. Hamjanielewa bado? Inamaanisha hivi, Yesu ile kupaa yake ilikuwa ni ukamilifu mwingine ambao unaongeza kwa wokovu na imani yetu, na iliomba asipae kisirisiri. Kwa sababu nipi basi? Asipae kisirisiri, lakini apae macho ya wazi, apae mbinguni, na wako wanafanya nini? Na wako wanaona kitu ambacho maumbile haiwezi kuitika. Amen. Mwenye alipawa kwanza alikuwa ni nani? Ni Elia, si ndio? Na mwali asitaka ni mmoja tu, Elisha. Na iliomba Yesu apae wazi mbele ya nani? Mbele ya watu, mbele ya macho ya wanafunzi wake. Sababu ipo mambo yeniko special, hata wanadamu wa ulimwengu walione haiwaongezei chochote. Na wale waliochaguliwa kwao wakayaishi, wakayaona, iko tena kuamini yao na kuimani yao. Ndio maana ile kupaa ya Yesu mbele ya wanafunzi, apare ile walikuwa walishakuwa nayo juu ya ufufuo. Menda saba naona jinsi anapaa. Oh, haleluya. Biblia inasema namna gani? Siku hiyo waliondoka na furaha ndani ya mioyo yao. Maana ile kupaa pesa tele haikurudishi. Tena wako wanaona polepole. Oh, Elisha yaliweza kupaa vizuri. Swat, ukiangalia vizuri komantere ya Elisha, anaona kama kuko presio ilikuyaga, ndio ilisaidiaga nani? Elia kupaa. Msome Biblia yenu mzuri. Mkiangalia maelezo ya Elisha, anasema hivi, alipokuwa akifuatana na yeye, kukaja kisulisuli, yani mpepeo mkubwa. Komantere ya mwili. Komkwa, Elisha anaona sama vile hayo ndio nafanya nini?
inasaidia Elia mnyanyua. Na mwanamke wake anasema wapanda farasi wa moto wa Bwana wanamubeba Bwana wangu. Yesu yeye hakuna kitu kilibadilika sana pa. Unifuate mzuri. Hakukukua ni tetemeko sawa sawa na siku yake ya kufanya nini? Ya kufufuka. Hakukuwaga ni giza sawa sawa na siku yake ya kufa. Kwa nini sasa mko mnaelewa maskini? Siku ya kufa labda kwamba vipi? Kuko mambo yanilionyesha kwamba kuko wanaume wanakufa leo. Awapatie ile devare mwende angalia Biblia yenu. Sasa Yesu alikata roho. Kuko vitu yote yenye hamtanielewa zaidi. Yenye mbingu zilielewa kwamba bahati kwa nini hii sauti haiko sawa sawa na ya jana. Jana nilikuwa nasema kidogo na mikrofoni inatoa. Mimi naomba niseme sana ndio mikrofoni. Dewa, sasa Yesu alikufa, kuko communication yenye mbingu zilipanaka porque kwa vile dunia iliumbwa kwa yeye na iliumba dunia ielewe kwamba ule mwalitubaka shitu na kuwa anakufa. Walifanya nini? Viumbe vyote. Katika Biblia yao. Sasa Yesu anapaa, hakuna changement. Biblia inasema hawa walipokuwa wakitazama. Amen. Hawa walipokuwa akanyanyuliwa machoni. Hakuna kisuri. Wako wanazungumza hivi, wako wanaona mwanaume kwa nafasi nini pole pole. Miguu inanyanyuka. Yesu akwenda hivi. Hapana. Yesu akwenda hapa. Alienda na nyakuliwa pole pole. Na bako wanaangalia. Wanawaza ni ujazo, wanawaza ni upako inaongezeka. Na mwenyewe hawakuelewa kama Yesu anadai. Mimi walielewa ni dimension ya predication. Ni dimension ya mafundisho yenye ilikuwa anatupatia joy na mguso. Mimi wanajiretulia na kitabu dimension na fika kuveni. Kumwisho wanaona miguu ilishakuwa yule. Na Biblia inasema hawakukimbia. Wako wanaangalia, wako wanawaza taenda kandafuata na nini? Mimi mwenye aliwasaidia ni malaika. Anawaambia vile mnaona anaenda na ndivyo atakavyorudia. Kinachowabakilia mwende Yerusalemu sawa sawa na vile alivyowaambia. Wakarudi na furaha. Hatua ya 4 ni ile yenye Yesu aliwaambia. Nyinyi nyemuko mnaona mambo sawa na haya, unashituka. Itakuwaje sasa mtaona mwana wa Adamu anatukuzwa na anashuka katika mawingu hii na utukufu mkubwa? Haleluya. Ina maana hatua ya mwisho ya wokovu inayokamilisha wokovu wetu ya maisha ya Yesu ni kutukuzwa kwake. Wako wanaukatia moto. Nani ulibaki ilikuwa anaenda na kukatia? Au shetani tumkemee? Bwana Yesu asifiwe. Mnitajie hatua 4 za maisha ya Yesu zilizo msingi wa wokovu wenu na msingi wa imani yenu. 1. Hivi mimi niko nasema ni mtumba mbegu ya Pentecost. Inakuwa ni hekima, inakuwa ni kudharau mchungaji, kudharau mhubiri, kudharau mwalimu au ni utaratibu? Isipaulize tena juu naona najiletea kupungukiwa na mafuta yenileta magharibi. Nenda nasema basi. Hatua zile 4, 1 ni kufa kwake, 2 kufufuka kwake, 3 kupaa kwake, 4 kutukuzwa kwake. Katika hayo yote tugusie zaidi hatua ya kwanza. Nayo ni gani? Kufa. Katika kufa kwa Yesu, ninataka niwafahamishe mambo 1, 2, 3, 4. Nayo ni gani? 1, kufa kwa Yesu haikuwa ajali. Sereba zelaisi. Alikuwa anatembea hivi, wanashuka wanatuambia aliteleza
alianguka mikono ya wajambazi. Yesu hakuangukanga mu mikono ya wajambazi. Usiwaze bale balikujanga kumshika Getsemani, haikukuwa accident. Ndasoma Biblia mtaona. Haikukuwa Amen. Haikukuwa ajali. Nenda kwa eleza baadaye. Mbili, kifo cha Yesu haikukuwa kifo cha rafu. Sibi. Kifo cha kuko wakati kifo cha rafu na kuko ile yetu tunasema anakufa mapema. Ambia ni pembeni, Yesu hakufa mapema. Mwambie alikufa kwa siku na saa ilistahili akufa. Amen. Alikufa kwa siku. Wasenga sana usigombanishe wale watu yao wengala. Kiangalia mzuri Papa Sadiki anajisikia kugusha mbana. Juba nene wawili wakikala pamoja kama problem. Bwana Yesu awabariki. Amen. Kifo cha Mungu akatawa na kubi, kifo cha Yesu hakikuwa kifo cha rafu. Ya ngapi? Ya tatu. Kifo cha Yesu Kristo haikukuanga kushinda kwa maadui. Haikukuanga ushindi ya maadui. Kushinda kwa maadui. Kurudi kwa kujipiga kifua, wanasema tulimshinda nguvu, tukamfanya nini? Tukamubana, tukamuua. Ndio. Amen. Niulizia aliye pembeni, nako wanakuhadisia unaona amini vile vile. Ile niko nawaambia haiko halisi. Kristo hakukufaka kifo cha ajali. Kristo hakufaka kifo cha rafu. Kristo hakufaka kifo cha maadui. Sasa hivi tuko tunasikia jana waliingia kule kwa Andrea ya Idape, ndugu zetu fulani walipigwa masasi na wakafa na wengine wakalumia. Si ile ni ushindi ya maadui? Sikurade. Si wanaingia mara moja hivi pa wanamshinda nguvu, wanamfanya nini basi? Kwa Yesu haiko. Amen. Sio kushurutishwa. Bafuka abuloko chichire bashadiro kumumbaga tu. Maana yake anabeba kushoto, anabeba kulia, mbele na nyuma. Na kwa mwisho anasema utaki usipotaka huko kondane amo. Bwana bariki mtu mmoja hapa. Tusome Biblia. Usitoke wewe. Kila mtu arudie pale kwa Isaya. Kila mtu arudie pale kwa Isaya. Au turudie tu pamoja ndio batushi. Nitasoma nafasi mbili mtaona kama ni kweli. Ndasoma Isaya 53. Amen. Tuanze mstari wake ule tulianza naye. Tufike pale kwa tulie. Tuni usome wa Biblia. Kisha tunasoma injili ya Yesu kama Yohana ameandika. Twende na Agano la Kale. Sura 18 aya ya 4 tunaweza kufika aya ya 10. Lakini tuanze kwanza na wapi? Isaya 53 verset 16. Tusome sibote tusikie kama Yesu alitoka mbinguni. Wa baba uniangalia. Yesu alitoka mbinguni na plan yote iko bien. Amen. Waimbaji, Yesu alitoka mbinguni na mpango yote iko. Niwachekeshe. Yesu alitoka mbinguni aishi dunia. Yesu alitoka mbinguni akufa. Na ndio maana kifo chake hakikumshukuru. Ndio maana kifo chake haiko. Wewe unajiria haiko. Haiko ushindi wa na haiko kumshurutisha kufa na uko. C'était bien. Nasoma katika jina la Yesu.
alionewa, lakini ameanza soma pale. Nini kwa Biblia ni mwenye mnasoma kule mwenye hana Biblia. Alionewa, lakini wala hakufunua kinywa kama mwana kondoo apelekwaye. Wache pale. Mstari wa 10 mpaka Daudi. Pakule Joshua msaya mwenyewe. Kwende kaka Daudi. Mstari wa 10. Lakini Bwana alifanya nini? Alirizika kumchukua. Ambia aliye pembeni. Yesu alitoka mbinguni na baba yake alishamuua. Alitoka mbinguni na baba alishafanya nini? Alishamuua kwa ajili yetu. Saba kama na muzikula vidonda inaingia, damu inatoka, baba alirizika. Zile yake. Baba alirizika. Tangu dunia kuumbwa na mpaka pale itaisha, hautapataka mwanaume wa upendo yenye naweza kuwa mezile sawa ya Yesu. Hata kama Paulo alisema, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo. Tunasikia kama haiko sawa. Kama humu mko walimu wa sarushi, kama ni tofauti na sawa. Kama ni kwa mfano kujifunza kwake, mesawa ni kusema vile. Niwasaidie fasi nyingine. Njomana na mnibaji naye mwenye alibaga juu ya neema, naye alishindwaga wa namba 117, naye alishindwaga namna ya kumezire upana wa neema yenye Mungu aliweka kwetu. Ndio maana basi sasa alishindwa na urefu na upana na profonde. Akasema basi ni kama bahari. Eske na ile bahari alisema jina? Ndio hata kama na kuna bahari mnajuaga nayo haifanani. Basi anasema kubwa zaidi ya ile kubwa ya unajuaga. Na upendo wa Kristo kwetu, titi mashine anatoka mbingu na naelewa mara moja mimi naenda mesina maisha marefu. Niko nasubiri tu siku yenye niliwekewaga ya kufa. Lakini kuniua haimaanishi bananiua tu, alikuwa na nguvu na uwezo ya kuniua. Na nilitoka mbinguni na baba yangu ananiambia utaenda kufa. Na mimi nikaitika, mimi naenda kufa. Na mimi nakuja mwa dunia, mimi najua mimi sio wa dunia. Hii period niko na prepare tu tere yangu ya kufa. Niko na tayarisha mataniwa. Kijenu benis. Sikia. Unaweza endelea. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa damu, atafanya nini? Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao lakini ya taabu yake na nafsi yake na kuridhika. Hadi inaanza kuwa msemo ya pili ya kutukuzwa. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki. Wene naye atachukua maovu ya. Kwa hiyo nitafanya nini? Nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja na walio hodari. Kwa mwisho, kwa sababu alimwanga nafsi yake hata toka mbinguni. Najua kuna unabii msikiza. Hata kwa mwisho atahesabiwa pamoja na hao wakosa. Ndio Biblia sinapatile Yesu bia ya. Alitoka kwa mbinguni na mstari yote. Amen. Amen. Siamalizi. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kumwisho na kuwaombea wakosaji. Bibi nilifikaga au nilifikaga kwa Gethsemane. Nilifika Golgotha au nilifika. Ni unabii ambao ilitabiriwa zamani. Kama ni unabii tuingie mtimilifu. Injili ya Yesu kama Yohana ameandika.
niko nataka nikamilishe mambo haya mane. Sio ajali, sio kifo cha rafu, sio kushindwa kwa maadui, sio kushurutishwa na kinyume na kutaka kwake, lakini ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Hamjafika? Usome papa wenye amefika, lakini najibu wewe nayo pale 18:4 hadi 9. Wapi? Yohana 18. Injili ya Yesu kama ilivyoandika Yohana. Sema Yohana ni tofauti na Injili ya Yesu. Ni Injili ya Yesu kama Yohana ndiye mwandishi kabisa. 18:4 hadi 9 katika jina la Yesu tunasoma. Amen. Basi Yesu hali akijua yote atakayompata, Kedaka haya sana. Akijua yote atakayompata. Ngoja useme. Yesu akijua yote. Il était omniscient. Si je dis il était omniscient, c'est comme si je mens. Il est omniscient. Il sait tout. Mngesemane wanatokea maskara na mikuki na sijui na moto na mengine. Yesu akawapiga macho akawaona hao. Na omniscience ya akijua yote yatakayompata. Nini itampata hizi? Ni mauti. Alijua. Lakini katika kujua kwake kuna attribute nyingine inakuja. Apart omniscience. Wewe akatokea akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Ninauliza, akakimbia. Wewe mnaitia na mimi moyo, mnaacha kuangalia mwenzenu sana, mnaangalia mfaranga. Yesu sawa anakuja Getsemane kumkamata, kumuua. Alijua kama wanakuja kuniua. Sasa kama mwanadamu vile alijua, alikimbia. Akaingia katika umungu. Akielewa nilikuja kwa sababu ya hii. Na sasa ile Biblia inasema yeye mwenyewe akafanya nini? Akajitokeza. Akawauliza, mnakuja kumtafuta? Wakajibia, mlisifuate Biblia nyingine. Wao wakamjibu, ni Yesu Nazareti. Yesu Nazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao kabisa. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma. Sawa. Wakaanguka chini. Oe. Alikimbia. Hakutumia attribut nyingine ya kimungu pale. Nayo ni gani? À part l'omniscience, l'omnipotence. Uwezi. Amen. Pour manifester sa puissance, akamwambia, unakuja tafuta nani? Wakamwambia, Yesu Kristo wa Nazareti. Akamwambia, ni ora ile neno mimi ilikuwa kwa uwezo ya uumbaji. Le je suis. Mimi ndiye niliyewaumba. Kwa neno langu mlitokea. Na nani atasimama mbele ya muumbaji? Kila muumbaji atasimama, viumbe vinapaswa kufanya nini? Kumalize, vinapaswa kuanguka. Chapa makofi, sema ndio. Ndio maana alipotamka ni mimi. Walipaswa waanguke. Na kama ni aksida angekuwa. Na kama ni charafu la pastor angejindea. Na kama ni kushikwa na maadui, alikuwa tayari amewafanya nini? Amewaweza. Cha ine, mlisha saba toa ya ine. Nayo ni nini? Na kama ingekuwa ni kumshinda Mungu kushurutishwa, alikuwa amepata mwanya ya kuenda. Akawaambia ni mimi. Basi akawauliza tena, Mara ya ngapi? mnamtafuta nani? Akamwambia msimame. Simama. Wakasimama. Tunauliza mara ya pili. Iko sawa vile hamfanye nini? Mnamtafuta. Wakamjibu tena. Wakasema, Yesu Nazareti. Ninawaambia hivi mbele niendelee. Maadui wetu bila uwezo ya Mungu hatuwezi kuwashinda. Mtu akishaingiwa na roho ya uadui
hatishiki na chochote isipokuwa tu Mungu atuokoe na mkono wake. Nani angeona huyu baba anamwambia ni mimi banaanguka, kisha waambie ni mimi banaanguka, kisha waambie ni mimi bamkamata. Pale kuko biwi, kuko roho ngumu ya uadui, lakini na kuko lile neno la Isaya. Ni baba. Na kwa hiari yake mwenyewe tupafike. Endelee msomaji. Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao, ili litimizwe lile neno alilolisema, sikumpoteza wale ulionipa, sikumpoteza hata mmoja wao. Amen. Endelee usome himoja 10. Basi Simoni Petro alikuwa na upanga. Usiache pale pale pazuri. Akaufuta, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu. Akamkata sikio la kuume. Ndio. Na yule mtumwa jina lake ni Malko. Ndio. Basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani. Je, kikombe nilichonipa Baba kisifinywe? Nina mshangao vile ninatuma ninazungumza hapa. Kwa nini mkaingia katika majaribu, ninyi watumishi, ninyi wa Kristo, ninyi wateule wa Baba? Kwa nini hamupambanui jaribu hili? Nani ameliruhusu? Hakikisha kama inatoka kwa Baba, usiniparamie. Inyweye mwenyewe imalizie. Ikubali wito. Ulisauliza jambo ya misiana wao. Energy inaweza ishi. Kama kwa nini hili neno linakuja? Nilifundisha ndani ya mafasi fulani. Nikawaambia watu hivi, siku utakapogundua kama kipimo yeniko ndani ya Mungu, usitilize mvuto. Sasa acha ubebwe na ile upepo ya Mungu mwenyewe. Acha ubebwe na nani? Na ile upepo ya Mungu mwenyewe. Kuna wale hawanielewi ninachokizungumza. Sababu ukitilize nguvu mingi katika jaribu ambalo ni Mungu ameruhusu. Kama ni ya miaka 5, miaka 2 utaisha ile na kama unaligundua ni la Mungu, unakuwa na suppress. Obe mwangu inakubeba huku, inabibeba hivi vinahomo na ikika vinahomo. Usinifuatilie hivi asio vibaya. Ukimfuatilia kubana nawe navyo mtafanya nini nyote wawili? Hamunielewi? Ndawaelezea niko ndani ya ufunuo. Ndio maana unaona Yesu alisema, "Sasa gundua kama kikombe ni cha Baba." Ya kwanza liingilize force, anasema Petro, Yohana, Yakobo, mimi najua mnakuwa forum kuomba. Tukiomba na nini nasikia kama dimension yenu ya maombi iko yulu ya Baba mitume wengine. Alozi. Pale alikuwa katika binadamu. Katika kuvaa mwili kwake, mwili limeonyesha hawa. Anaweza kurenforcer priere. Sasa nafika reso ilikuwa baombe usiku yote. Mesana pima na forcer. Anaona bendeze. Zeroe. Anaenda na matikisa na mabia. Qu'est-ce qui ne marche pas? Hamkuweza muombe. Anaona wapi aliye? Anaona ine. Anaona beze. Sasa inafika 3. Anaelewa kuna bakia ine. Upambazuke na wapeleka dansile. Anamwambia mnipe basi sawa. Mnipatie basi apekiza. Ili pinga liangalia na itilize. Nguvu za mwili. Kuna wenye wako majaribu kati yenu wako wanatumika. Na sasa ninakupatia randevu ya kukuombea. Fopa na mie, juna ni jaribu yako na mimi niko na vyangu na uli kwa na vyake. Inaingia hapo masirkonstansi zingine na unakuwa desi. Na mchakasi naye mwe tulipatane tutaomba naye leo naye hakuye
Ni Petro na Yohana na Yakobo mngesema. Iko sababu inapasa mtu mnihurumie. Amen. Nasema amen. Kilichosaidia Yesu, Baba akatoka mbinguni akaagiza malaika akamtia nguvu. Mungu akutie nguvu kwa jina. Akamtia nguvu akasimama. Sasa alisimama, ndio maana anapata sasa jibu ya kujibia maadui. Anawaambia, ikiwa ni mimi mnamtafuta, muache hawa. Haleluya. Ile pale ndio kulianzaka siku ya deliverance na ya ukombozi ya mitume. Hapa sisi wengine itufikie. Ile efe ya kusema msiwaue hawa, ubalibere, uangalie mzuri kama hata kama walifunga mwili wa Yesu, lakini hawakufunga uwezo wa Yesu. Haujiulize juu ya nini waligundua Petro kwamba ni nani. Sikunitie moyo, ni wanafunzi wa nani. Lakini mbona hawamuui? Kwa sababu lipo neno lenye Yesu alishatamka Getsemani, waacheni hawa. Na lile neno linamfuata Petro, hata alikuwa na woga hawatamuua. Siku za hata ile mitume 11 yote ingejiraje nyuma ya Yesu, hakuna wangebaua, kwa sababu alishatangaza neno la ufungulifu. Ni woga wa mwili, ni hofu ya binadamu, na wangemsindikiza na hakuna wangebaua. Sema amina. Attention ya Bakristo wanamwambia, "Nawafundisha leo madimension zingine." Mimi niko nafundisha madimension zingine. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Turudie yule. Kifo cha Yesu, niko napenda vile vitu vile vibakie kwa akili yenu. Kifo cha Yesu sio ati. Kifo cha Yesu sio kifo cha nafsi. Kifo cha Yesu sio maadui wakamshinda nguvu wakafanya nini? Kifo cha Yesu sio kushurutishwa kufa we. Hapana. Alikulilia. Alijitoa mwenyewe. Na Biblia inasema akasema, kama mimi ndio mkomo natafuta mie wewe. Unikamata. Sawa na mkamata Petro aliroku. Unajua kama mkanisa mko tu bado kuna ile. Kama ni hawajui kuomba, mimi najua kupita. Kadie kwa rangi ile kufanya tena sio kufanya basi. Kuna benya wakati ya kuomba hawawezi kufanya nini? Hawezi kutambuza kuomba. Mema vita ya kanisa ingekuwa. Yesu anamwambia Petro tuombe, akashinda kuomba. Mpika kabata nini leo? Mwenye kuko benyama kwa wake na chakula beba na kwa na Kristo. Habakuwa na lioni. Beba kwa na Kristo haiko nyingi. Bali ni hapo. Na kama ni hapo na basi watakuwa nisikia. Na ni haiko nyingi. Bali wengine. Bwana Yesu afanye. Shaukiri kuna huyu na vinabona. Akagusa hapa. Siku moja Yesu aliwataka akamwambia, kwenye tunaenda vitu vinataenda haribika. Vitu vinataenda. Mwenye iko na veste mbili auzishe moya auze kisu. Vitu mbili. Akosa yangu. Sema mimi niko na deni. Hawa baduru. Chuma naenda bado wanatembea. Siku moja tulikuwa mkikao ya wachungaji hapa Bukavu. Mchungaji mmoja akasema hivi. Discussion kwanza mpungufu discussion. Anasema na parole anasema, "Muache fujo. Petro hakutupa kisu yake. Hawezi kama ananichezea. Kumi wanaanguka. Eske Petro alitupa kisu?" Angalia hali. Mbona inasema
Mbona ile sio takuwa tete wewe. Ulisema Petro kutupa kisha yako gari na yako. Haiko pa. Napenda niambie wa Kristo hivi. Mstari ya kufuata. Kristo mwenyewe alijitoa kwa hiari yake mwenyewe. Kwa muda ulioamriwa na Baba yake. Turudie preparation na wewe ushakuwa baba. Sawa. Kristo mwenyewe alijitoa kwa usome pale kwa hiari yake mwenyewe. Tena kwa muda ulioamriwa na nani? Na Baba yake. Ni kwa kutaka kwake mwenyewe. Alikubali mauti kwa utiifu wake mwenyewe. Wafilipi sura 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Injili ya Yesu kama Yohana ameandika sura 10 aya 17. Isitoshe Waebrania sura 5 aya ya 8 mpaka aya ya 9. Tena Waebrania sura 12 aya ya 2. Nadhani mnaisoma pale wazi. Ile maandiko mkiisoma pale inaonyesha Kristo alijitoa mwenyewe juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema Bwana Yesu asifiwe. Geukia nipende mwambie Yesu niko chochote ambacho anasema. Mwambie kwa sababu naye alikupendaka zaidi ya chochote. Ni mnajua Yesu atakuwa na raha gani kutuona mbinguni. Kwa sababu sisi tunavyosikia sio vile ninyi mnavyosikia. Mnaelewa Kristo atakuwa na raha gani na furaha gani. Sasa tuona hivi kaliba leo walituma bila kuwa uchi hawa. Wale walituma bila teseka, bila toa nafsi ya kutoa. Na Biblia inasema atakwambia, "Ingieni katika raha aliyowekea Baba yao na tajiriaka kwa ujasiri." Hawa ndio walioshinda ziki ya dunia na hata jiacha nyuma. Kwa damu yangu mimi mwana kondoo, hawa wameshinda. Chapa makofi sema ndio. Hiyo ndio Pasaka yetu. Hakuna Pasaka haituletee raha makanisani. Pasaka haituletee raha duniani. Pasaka itatupa raha, sasa inatuhamisha kutoka Misri mpaka Kanaani. Kutoka dunia mpaka mbinguni. Tutasema haleluya, hii ndio Pasaka yetu. Pale ndio mpesha. Na tutaimba wimbo wa Mungu. Haleluya. Ninaamini labda ndafika pale Dimashi. Na Biblia inasema kifo cha Yesu nacho chenyewe kimeleta furaha. Ndio itakuwa jambo la 6 kwa kumalizia kwetu. Shangai ningali kwa ya kwanza nilishafika kwa ya 6. Kitaleta shangwe mbinguni. Amen. Raka malaika walisema wewe unastahili. Fungua kitabu. Amen. Wenye wale hakuna aliyevunja mbinguni. Wase 20 na wale. Na serafi makerubi. Wakaona mwanamume mmoja anakuja akaivunja ile mbingu. Mbingu zote zikaelewa zinasema unastahili. Na wanasema haustahili tu hivi kwa sababu ulichinja. Unajua kama kuchinja na kuua. Mbona msemi? Ndio. Kuchinja ni sawa na kuua. Hapa kuua Yesu. Mambo hingine. Hapa kuua Yesu basi alimchinja. Mchuni. Tukwetu tunaacha kuiwai, sasa tunasoma Biblia tunasema, "Oh, huyu naye alitembea na Yesu hii miaka yote. Ayena yeye alionyesha mashaka." Tayari nakubali. Unihurumie bienda sema viko vyako. Mimi hakuna siku nilishaka kuona leo Thomas. Chutu ndio alisemaga nyuma na bado mbarami. Me unawaza Petro naye kwa na mashaka. Wewe unawaza baada ya sistaka sende ya mateso ya Yesu. Angeitikana kama hivyo. Kuwashu wa kule. Mwenye aliasisi tati ya biwa. Tati.
mawe wanasokota yeniko na circumference ya kichwa ya Yesu. Inayala ni makaitia pole pole. Chuchuma litia miba, batia miba ndio yale. Ndio ni alama ya kuibadilisha nini? Hivi wanaleta hivi tati ya miba hivi. Ile nani walikuwa wanampiga bakora. Walikuwa wanaitengeneza sasa hii mkono yangu hivi. Hii ndio mti. Hapa wanatia yenyewe sababu ile wa mishele hii mijaleti. Ile mnasikia wanampiga mijeleti. Ile walikuwa wanaitengeneza sawa mkono. Inaenda hivi ni mijeleti yenye inaenda hivi. Huku kumwisho wanatia ndoa. Ina maana wakaipiga hivi. Pa! Inafanya nini? Naingia wanarudisha. Walimchinja Yesu. Chapili mapie sana. Musikonda na kebali beba nasema balienda nyuma ya Yesu kwa mbali. Haushangali miaka yangu siyachinja deni. Na wewe mshika wili nyoto nasema mimi naona mweko pembeni yako. Beba nasikia haya kusema tu sikia sema wewe sabia haya chinja deni. Haimaanishi haba ya uwade ni mwetu haba ya kulade ni mwetu. Na kama ishishiye yote unasikia akana wewe wanachinja chano kuma nako banapiga akana yako hivi pa inaingia wanako pa inaingia wanako walimchinja. Yes. Na vile ndivyo hasira ya Mungu ikakuwa kali kwa wale wote wenye walisikia injili na wasio ni vile hasira ya Mungu itakuwa kali. Na asifiwe Mungu Baba kwa sababu ametupa Pasaka ya kutueparje na ghadhabu ya Mungu, ya kutueparje na hasira ya Baba. Damu ya Yesu. Haleluya. Ningependelea nisome Wafilipi. Lakini mwache mtasoma ninyi wenyewe. Unajua inasema nini pale? Alijinyenyekea akawa mtinamu mpaka mauti ya msalaba. Alikubali mwenyewe akitii. Tuendeze uende. Tuone umuhimu wa kifo cha Kristo kwetu sisi kanisa. Amen. Mimi nasema amen. Sisi wengine baba zetu wakikufa inakuwa penalty. Ni sisi Kristo alipokufa ikakuwa faida. Ikakuwa wakati wengine wakikufa ni penalty. Yale importance. Kwa umuhimu. Tufahamishe kuwa sio maisha ya Yesu Kristo chini ya jua ndiyo ya muhimu kwa kanisa, bali ni mauti yake ndiyo muhimu sana, tena sana kwa kanisa. Kwa pamoja mimi nilisoma sana na vile nazadi kwa baoni, sio maisha ya Yesu ndiyo ya muhimu kwa kanisa. Iliyo ya muhimu ya kwetu ni maisha ya kifo chake. Mungu atujalie. Kama Yesu angeishi tu maisha dunia. Si nilianza pale mwingilio. Angeishi tu kama hatuyapata kanisa. Hamjui vile? Kama hatuyapata Roho Mtakatifu. Kama hatuyaokoka. Kifo cha Yesu ndicho cha muhimu kwa kanisa. Lengo kubwa la Yesu Kristo alipokuwa afundishe watu na kukaa pamoja nao duniani, awafanyie miujiza, awafanyie ishara, atembee na wao, afanye miracle ya kila aina, bali alikuja ili afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Ile ndio ate kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Muhimu wa kwanza, kifo cha Kristo kilitabiriwa, kilipata msingi, kilipiga fora ndani ya agano la kale. Na nilisha wasomea Isaya 53. Mwanzo sura 3
nitaweka uadui kati yako na uzao wake. Uzao wake utakuponda kichwa na wewe uzao wako utamuuma sikio. Hiyo ilikuwa unabii ya mauti ya Yesu Kristo. Na kila mara ninawafundishaga pale nawaambia, ahadi zikuja msisikie na sikio la kiroho. Adamu na Hawa waliosikia hizo ahadi, sawa na mzao mtoto wakasema hawa tunampata. Ni yule atakayepona. Jina la Kaini ni jina nzuri. Ni jina nzuri ya kusema tumempata nani? Mume ni Yesu aliyesemeka hapo. Abeli alipokuwa iko anatoa sadaka zake, anazitoa sadaka zake pale kwa Mwanzo sura 4, anazitoa. Walimwaza anatoa tu kwa kutoa, lakini kumbe iko anatabiri kungali watatoaga dhabihu kubwa na itaongea zaidi ya Abeli. Mwanzo sura 22. Isaka anabebwa na Mungu alielewa upo unabii niko nazungumza yule atakayekuja. Na ninawaambianga pale kwa Mwanzo sura 22 aya yake ya ngapi hii? Aya yake ya 7 na ya 8. Ulizo inakuja, yuko wapi? Yuko wapi yeye atakayemtoa? Maana kuni na moto, lakini sasa iko. Unajua nitakaloambia hapa, jibu lilikosekana kwa mlima wa Moria, lakini kumbe Mungu alikuwa anajua litakosekana kwa mlima wa Moria, lakini jibu itapatikana kwa mlima wa Golgotha. Haleluya! Mwanakondoo alikosekana pale Moria, Golgotha. Yohana akatangaza akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu ajaye kuchukua dhambi za ulimwengu. Hiyo ilikuwa ni unabii. Itakuwa inaonyesha umuhimu wa kifo cha Yesu. Niende hapa tufahamishe kuwa hata zile sadaka zilizotolewa na Walawi zilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo, ambaye ndiye dhabihu kamili, yeye mwenyewe akiwa kuhani na dhabihu mara moja. Haleluya! Yeye pekee ndio kuhani na yeye pekee ndio nini? Wao waliingia mara moja kila mwaka, lakini yeye akaingia mara moja. Hata kuwa na dhabihu kamili kwa kusema tu au kuishi, bali kwa kujitoa hadi kifo cha msalaba. Kwa hiyo kifo cha Kristo kimekuwa sehemu kubwa sana ya mafundisho ya Agano la Kale. Umuhimu wa pili hapa niko ni ichukue zaidi na ya 3 na ngapi na tumalize. Umuhimu wa pili inachukua nafasi muhimu kwa Agano Jipya. Itayere wahubiri wenzangu mlio hapa, kama mhubiri zaidi juu ya kufa na kufufuka kwa Yesu, kama mafundisho yenu haikazi zaidi juu ya mambo 4 ya zile hatua 4 za maisha ya Yesu, mafundisho yenu haina msingi. Kumbukeni zile hatua 4. Unaweza nikumbusha? Ya kwanza kufa kwake, ya pili kufufuka, ya 3 kupaa kwake, ya 4 tukuzwa. Kama mafundisho yetu sisi wahubiri hailengi mambo haya mane, haitengi juu ya mambo haya mane, injili yetu ni injili ya namna nyingine. Nisome hivi: juma la mwisho la Yesu Kristo chini ya jua lilichukua sana tu fundisho juu ya kifo chake Kristo. Katika injili zote 4, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, hii humo ile semene ya mwisho Kristo akufundisha mambo mengi. Kufa kwake. Na siku moja Petro anamkemea kwa sababu alimwambia, imenipasa kufa, watampiga mchungaji na kondoo satawanyika. Petro anamwambia ile haiwezekani. Kwa sababu gani? Alimwona akitembea juu ya maji. Usimkondane. Kwa sababu gani?
Alimwona anafufua binti ya Yairo. Basi binti ya Yairo ni afadhali. Alimwona Lazaro siku wapi? Anasema tuondoa jiwa, analalamika, anasema Lazaro. Isitoshe, alimwona analisha watu 5,000. Watu 4,000. Amen. Aliona zoruba inaingia baharini. Yesu anasimama tu hivi, anasema na upepo. Ndio vile Biblia inasema. Akasema na akaambia upepo namna gani? Yesu anaangalia, anasema nani anaweza huo? Sio Yesu. Petro anasema wako kwenye chakula, anawaambia watapiga mchungaji na kondoo. Na niko naona namna gani nyinyi nyote mtaniacha, mtatawanya. Na Petro alimwambia hawa wote wajapokuacha. Sofa. Alitegemea kitu chake huko. Tulikiita na kiona ninyi wenyewe. Ambia aliye pembeni ile ndio utu ya kale ile. Inungana. Alikuwa na kitu. Anenda kwa kile mstrasha. Usimchukie, lakini alipigania bwana wake. Wewe unawaza mimi naweza siportela pili Biblia mkofi. Atukani vita takatifu. Tuko vita na kwa vita. Petro alijikaza. Alionyesha mzaki. Lakini Yesu anamwambia awaye kwa upanga na wao kwa upanga. Lakini na wale maadui nao walikuwa na moyo. Anakaona sikio hili analirudisha, badala jinsi damu inafanya nini? Ule Kristo ndio alikuwa na bahati. Usome Biblia yenu, akakirani yeye. Sali wanapolisikia haki inafanya nini? Ila wewe alikiangalia tu Petro mterahamu. Kisu yake haiwezi fanya nini? Na mfanye analize ya Biblia mzuri. Petro hakuwa anafuata sikio. Hapana. Petro hakuwa anafuata sikio. Petro shinda akafunga macho sana damu moja muenda kule. Ndio hati ya ule gira. Kukamata kisiri mzuri. Hivi kumegranga pale kwepa sikio ndio ikaenda. Yesu anasema mbenga maso Mungu. Banaregeza na dokota anawekea grana kusa nasikia kuna damu Yesu. Unajua kukula kweli. Wengine juu ya roho ya watu walisema uirudishe usipoirudisha. Roho ya mali. Yes. Na kwa nguvu sana. Tufahamishe kuwa katika nyaraka zote za Agano Jipya kifo cha Kristo ndio msingi wa uandishi wao wote. Wanaigusia kuliko chochote. Wenzetu hawakuwa na hii matendo ya kufungue tuko nayo leo. Kilichokuweza kikutabiri. Tembe za bizi kama. Baraka zako ziko katika kambi ya washabi. Unasikia matuba. Ni wenzetu walijihusisha sana tembe zao kufa kwa Yesu, kufufuka kwa, kupaa kwa, kutukuzwa kwa, kurudi tena ile tulivyokuwa. Kwenye niko kifo cha Yesu. Ulishaona kifo ingine ilisemeka watu wanasema haleluya. Hata na nini hivi unatirikana hivi na tuna amani hivi. Hata kama unaona wanatukania usiku, kania unasikia ile Kiswahili? Wanatuvizia usiku, wanatuvizia mchana. Hatufi kwa sababu yupo aliye kufa zamani juu yetu. Hii kifo hii ndugu yangu niachie pale tu. Imetupa uzima kwa kupigwa kwa sisi tumepona. Alisarauliwa na ukataliwa tuheshimike. Haleluya. Ipo damu ya pekee iko juu ya nyuso zetu. Hata mauti ya namna gani hizi inakutrepasi. Hata shida ya namna gani inapasa ubisi. Hata magumu ya namna gani tunahifadhiwa. Some pale. Kifo cha Yesu. Ukichapie makofi nisi. Tukumbushe kuwa hata Roho Mtakatifu
anachukua kufa kwa Yesu na kufufuka kwake kama jambo la pekee, ambaye ndiye mwandishi mkuu wa maandiko matakatifu, akawaongoza waandishi wote: Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume. Unateni pamoja na nyinyi. Warumi, hamjuaje vitabu hivi vinafuatana? Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, twende pamoja na nini? Wagalatia, Efeso, Wafilipi, Wakolosai, Tesalonike wa kwanza, wa pili, Timotheo wa kwanza, wa pili, Tito, Filemoni. Wewe bwana unanyamaza. Unamjuaje hata kitabu cha Biblia? Alafu nyuma ya Ibrania, Yakobo, nyuma ya Yakobo. Wangapi? Petro wa kwanza, wa pili, Yohana wa kwanza, wa pili, wa tatu, Yuda, Ufunuo. Vyote hakuna kwenye hamuna kufa kwa Yesu, hamuna kufufuka kwa Yesu, hamuna kutukuzwa kwa Yesu Kristo. Waandishi wale waliongozwa na Roho ili wapatie mauti ya Yesu samani. Haleluya. Ile ni muhimu kuwe wanaiwekea. Tatu, ndiyo lengo kuu la Kristo Yesu kuvaa mwili. Kama Yesu aliwezaka kuvaa mwili, shabaha yake ni kuwaka akufa. Sawa, nielewa akikuja Roho maliza mabasa nini? Hawezi. Niliomba afanye nini? Ili afanye haya. Haleluya. Media, nitilie hii usudi nisome na nimalize. Simalizi ila nipunguze. Marko sura 10 aya 45. Kristo hakufika hapa duniani ahubiri tu na kufundisha na kufanya miujiza. Hapana, alikuja ili afe msalabani kwa ajili ya dhambi za watu. Ukolishaanza itafuta Marko 10:47. Na utakuwa tafuta Hebreu 9, tunaruka 14 mpaka 15. Kisha tunaomba Mungu, kesho somo linaendelea. Mungu awabariki. Tulisema tutaenda tunaishia kumaliza kwa wakati ili tupate nafasi ya kurudia tena. Mungu wangu au Mungu wenu. Tusome Marko 10:47. Tusome sote pale katika jina la Yesu. Unaenda? Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia. Yesu ile kufundisha ilikuwa ni kuprepare terrain. Yesu, objectif ya Yesu hakujaga ubiri, hakujaga afanye miujiza, hakujaga afanye nini, ili kwa kutuandalia kiwanja. Amen. Shabaha yake ya kuja, objectif ya incarnation. Erezima nilishaka bafundisha incarnation. Ndio ilikuwa teme yangu ya mwezi ya 12 iliyopita, juu ya kuvaa mwili ya Yesu Kristo, si ndio? Kuvaa mwili ya Yesu Kristo. Haikukuana kwa hii dunia afanye mademonstration, miujiza, ishara. Alikujaga akasema njia itanipeleka nivae na niwakomboe ni mwili. Kama mwili. Mimi kwenye mimi napenda na tumalizie pale. Waebrania sura 2 mstari wa 9. Tunaruka 14 tunafika 15. Ifika Waebrania sura 2 mstari chana mimi niingie tusome pamoja, tusome na tukamilishe pamoja. Waebrania sura 2 mstari wa 9. Nasoma kwa jina la Yesu. Nazana jibu nafuata hapo. Ila tuamona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani kabisa punde tuko pamoja, kwa sababu ya maumivu ya nini amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti. Haleluya! Aonje mauti kwa ajili ya
Nitawapeleka ndio mtaelewa zaidi. Mbele ni pafiki. Mauti haina nguvu tena juu yetu. Yesu alishaondoka. Kwa ajili ya nani? Sema kwa ajili ya. Sina wadaka. Yendera. Sikubeba. Hata Mungu akisema mwira utapigwa masasi, namwambia niko tayari. Ataukata kichwa. Atakuwa kwa sababu. Utakufa kesho. Walishakufa kwa ajili yako. Amen. Walishaocha mauti juu yao. Haleluya. Mejuu ya nini aliocha mauti mama Amina? Turuke aya 14. Wende. Kwa sababu ile mimi nabafichika. Wacha nisome kwa yangu nyuma msikie mtamu iko pale nipeleke kwa. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo. Usiende haraka. Nani yule ndiye alishiriki yayo hayo? Quel objectif? Nampenda Yesu. Ili kwa njia ya nini? Afanye kazi gani? Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Chapa makofi, sema amina. Acha watuite wachawi, hawajui siri yetu. Acha watuite walozi, hawajui siri yetu. Balitupa sumu juzi na jana, hawakutuweza. Balifanya mitabikio juzi na jana, hawakutuweza. Balileta bunduki, hawakutuweza. Waliachili hawa na hawa watuwe, hawakuweza. Kwa nini? Yupo aliyeonja mauti kwa ajili yetu, akavaa mwili huu wa damu na nyama, ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu. Haleluya. Ashamharibu mwenye alikuwa na nguvu za mauti. Amekuishia pa 15. Awaache, umeyafika pamoja na mimi, awaache huru wale ambao maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Wakisikia bunduki wanatetemeka, wakisikia kifo wanatetemeka, wakisikia hiki wanatetemeka. Akawaacha wale huru ambao maisha yao ilikuwa chini. Haleluya. Na wapundia imani. Masaka watu walishaka chini. Kifo cha Yesu kimebeba mauti. Naye roho naye. Nous ne sommes pas épargnés tout simplement la mort physique, mais la mort éternelle. Mauti ya Yesu haikutuweka huru tu mbali na oga na mauti ya mwili, lakini pia na mauti ya pili. Sababu sisi tunajua tujapokufa tuoni mauti ya pili, tutafufuka na tutamwona Mungu. Amen. Mungu awabariki. Amen. Kesho neno linaendelea. Amen. Usimame tushukuru kazi ya msalaba. Usimame tushukuru kazi ya msalaba. Na nyuma ya pale tualike wazee wa kanisa watuombee uwezo wa Pasaka iwasindikize kokote mtakakopita. Yule wa kuharibu awatamkie. Baba Mungu aliyeumba mbingu na nchi, tunaleta shukrani kwa kazi ya msalaba. Tunasikia kukushukuru maana kifo chako ndiko kimetufanya jinsi tulivyo. Yesu sifiwe, Yesu inuliwe, Yesu pewe sifa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uko Mungu mwema, uko Mungu mzuri, uko wa pekee wewe, ambaye umemtoa mwanao wa pekee ili sisi tuokoke. Yesu tunakuabudu, Yesu tunakuinamia. Wewe uliyekubali kujitoa, ukaacha uhai wako, umejitoa ili mimi niwe jinsi nilivyo. Umeutoa uhai wako ili mimi nibadilike, ili nipate historia mpya. Haleluya. Yesu sifiwe. Gharama yangu umechukua, umeniacha huru kweli kweli, umenilipia deni, sina deni tena, umenilipia deni, umetulipia deni ya ukombozi, umejitoa fidia kwa ajili yetu. Bwana tunakushukuru, umezarauliwa, umekata
Baba, tunainama leo inuka, tunanyamaza unene, tunaketi usimame. Wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Damu yako inatutosha, damu yako imetupa uzima, damu yako imetupa uhai, damu yako Bwana, damu yako. Tunaupenda msalaba, tunaukumbatia hata kapokata roho. Damu yako Yesu tunaipenda, tunaiabudu. Imetupa uzima, imetupa uhai, imetupa msamaha wa dhambi. Tunakuabudu Yesu. Wazee wa kanisa wananyosha mikono. Nyote mweke mikono juu ya vichwa vyenu tuwaombee. Maana itakuwa vigumu tupige kwenye mko ninyi nyote. Lakini tunataka tuwanyunyizie damu ya Golgotha, damu ya Pasaka. Na tena leo tunatabiri iwe ulinzi wenu, iwe ulinzi wenu. Yule wa kuharibu akija hawatambukie, shetani na majeshi yake. Magonjwa iwatambukie, shida ziwarukie, uachi warukie, shida iwatambukie. Damu ya Yesu Kristo tunainyunyiza juu ya wana wako, damu ya Golgotha, damu ya ulinzi, damu ya ukingo, kwa jina la Yesu. Utulindie hawa, utulindie hawa Bwana, hata mmoja wao asipotee, hata mmoja wao Bwana. Mwezi huu wa 4 imani uiongeze. Anza omba, Mungu aongeze imani yako. Anza ambia Baba aongeze imani yako. Tunawaombea imani ongezwe, tunawaombea imani ongezwe, imani ongezwe katika jina la Yesu. Ongeza imani. Tunawaombea hawa Bwana, imani ya mashaka waondolee Bwana, waondolee imani ya mashaka tangu tarehe ya leo Yesu, tangu tarehe ya leo Yesu, tangu tarehe ya leo Baba. Tunawaombea ile neema, tunaombea ile kibali. Waongezee imani, waongezee imani. Imani ijenge juu ya kufa na kufufuka kwako. Imani yao inyonye nguvu za msalaba, imani yao inyonye uwezo wa msalaba, imani yao inyonye nguvu za msalaba. Imani yao Bwana iimarike ikikutumainia na kutegemea wewe uliyekufa na kufufuka. Neema hii inawaombea katika jina la Yesu Kristo. Tumewaombea jina la Yesu. Amen. Mungu wangu nawe Mungu wenu. Amina. Mungu awabariki. Tuko